Korea Kaskazini kwa mara ya kwanza imethibitisha kwamba imepeleka vikosi vyake kuisaidia Urusi dhidi ya Ukraine. Kwa muda mrefu, hili jambo ambalo lilikuwa likizungumzwa bila kuwa na ushahidi kamili, lakini sasa Pyongyang imethibitisha waziwazi. Kupitia ripoti iliyotolewa na shirika la habari la Korea Kaskazini la KCNA kwamba majeshi ya taifa hilo yalidai kuisaidia Urusi kwa nguvu zote kulinyakua jimbo la Kursk kutokana na amri waliopewa na kiongozi wa taifa hilo Kim Jong-un. Tangazo hili la Pyongyang linakuja ikiwa ni siku moja tu tangu Urusi itoe kwa kikosi cha Korea Kaskazini Varel Gerasimov praised juu ya ushiriki wake wa the heroism of North Korean kati ya vita dhidi ya Ukraine inayoungwa mkono na mataifa ya Magharibi. Hata hivyo, awali maafisa kutoka mataifa ya Magharibi waliarifu kupitia mashirika ya habari ya kimataifa kwamba wanaamini kuwa takriban wanajeshi kati ya 11,000 wa Korea walitumwa Ukraine waliuawa miezi mitatu iliyopita. Jeshi la Urusi kwa upande wake linasema kwa sasa limeweza kurejesha nguvu ya kijeshi kulidhibiti eneo la Krems Magharibi la jimbo la Kursk. Marekani ikijibu tangazo la Korea Kaskazini imesema taifa hilo lazima lijue kwamba litawajibika kwa hatua hiyo ya kuisaidia Urusi. Korea Kusini na mataifa ya Magharibi kwa muda mrefu yalikuwa yakidai kwamba vikosi vya Korea Kaskazini vinaisaidia Urusi tangu mwaka jana. Kupelekwa kwa vikosi vya Korea Kaskazini huko Urusi ni kwa mujibu wa mkataba wa ushirikiano uliofikiwa kati ya Pyongyang na Moscow, limeripoti shirika la habari la KCNA. Hata hivyo, hadi sasa bado haijajulikana wala kutamkwa wazi kwamba Korea Kaskazini italipa gharama gani kwa malipizi ya kuisaidia Urusi katika vita. Kwa mara ya kwanza tetesi na ripoti kwamba vikosi vya Korea Kaskazini vipo Ukraine ziliibuka mwezi wa 10 mwaka jana kwa kile kilichodaiwa kuwa makubaliano ya Kim na Putin. Wachambuzi wa masuala ya kijeshi wanaarifu kuwa kikosi kilichopelekwa Ukraine kutoka Korea Kaskazini ni sehemu ya kikosi bora nchini humo kijulikanacho kwa jina la Storm Corps chenye ujuzi mkubwa wa vita. Vita vya Ukraine na Urusi huenda vikachukua muda mrefu zaidi ya sasa kutokana na vita hiyo kuwa na upande nyingi zinazounga mkono kama kupigana kwa mgongo wa nyuma, ila ni jambo la kusubiri na kuona. Na hii ni TriGen Media.